umefanya vibaya. Mimi ukinita malaya. Michu nitakuwa sawa. Michu maisha ndio umefanya vibaya. Michu sishangai ukinita malaya. Michu naamini nitakuwa sawa. Michu ndio umefanya vibaya. Sishangai ukinita malaya. Naamini nitakuwa sawa. Yes, yeah. Safari ndefu sana lakini ni fupi pia. Usifanye hivyo, sikiza mwanangu, usifanye hivyo bwana, Ndio mambo gani haya, Nimekuja mara ngapi hivyo yani? Wadi. Mambo angalia hilo panga. Angalia hilo panga. Ile panga nitakuja kukupiga kabisa wewe. Nitakutoa bongo sasa hivi. Sichekeshi mimi 5 wewe. Mambo wewe umekuja kumpoza bi mkubwa wangu kafa na pressure. Usifanye hivyo, sikiza mwanangu, usifanye hivyo bwana, Mambo gani hayo? Wewe nenda tusumisha chukua ulivyo unataka, nenda. Tuache niache mimi basi nirudi nyumbani. Sasa mbona tamba taarabu tena? Naonekana kakituko, nashukuru na moyo na kesho. Damu yetu kabisa jamani. Oa tula chini. Sikiliza kwanza. Oa mlingi tula chini. Oa mlingi. Oa mzeni ache. Oa mlingi. Sikiliza. Oa nikiinuka. Oa mlingi. Nikichomoka. Sikiliza. Kwa nini wewe uache ujinga? Acha ujinga unafanya wewe. Mtoto wewe mtoto mfano ni kuzaa mwenyewe kabisa. Wewe Nampeleka wapi? Nampeleka kaoge. Utamrudisha baadaye, tucheze kwanza. Wewe unataka shule zako nyingine. Kitoto. Wewe kafanya shughuli zako. Bibi yangu. Basi. Jamani. Una sasa na nini? Mbona uko kwenye wasiwasi hivyo? Basi. Mpaka mtoto analia. Nyamaza. Basi. Kafanya shughuli zako. Basi. Nilijipa imani ipo siku nitamshinda shetani. Unatuma ukaseme na una bahati wewe rafiki yangu kapata dili kaondoka. Yaani wewe ndio ningekufanya kitu kibaya na rafiki yangu wewe. Na baada ya kujapika bwana. Hadi unatuma ukaseme nani? Unaniumiza bwana. Bwana raka. Unatuma ukafanya hivyo kwa wewe.
Umetoka. Mama. Bibi dada, leo tunapiga nini? Maana njaa inauma. Hivi unajua unanichekesha sana. Eti tunakula nini? Wakati wewe mwenyewe ni mwanamke. Mimi nina kazi gani ya kuniingizia pesa? Kila siku nakuelekeza mdogo wangu, nenda kaangaike barabarani huko. Mbona msichana mzuri, mrembo kuliko hata mimi unalipa tu mdogo wangu? Utanitegemea mimi mpaka lini? Sasa jamani dada, mimi nitaenda kwa nani wakati wewe ndo dada yangu? Nimwambie nani sasa? Najua kama mimi ni dada yako. Lakini kila siku nakufundisha nini? Nakufundisha nenda mdogo wangu kaangaike. Ukienda huko si unafanya nini? Unarudi huna hata 100. Ona wenzio, bado wadogo, bado wabichi. Unamkuta mtu ana chumba chake, ana kila kitu kajaza ndani. Lakini wewe kila siku unang'ania kwangu mimi. Naogelea milioni jamani. Yaani hapa bado ukija kurudia tena pumbavu zako wewe. Kitakachokukuta sitakuweka tena kwenye maji. Ila utajisia pumbavu wewe. Mama yangu, toba. Afadhali umeniogesha kuliko kunibaka. Bora umeniogesha. Mama yangu, acha nikajisuze. Naenda kujisuza nyumbani. Hamna noma. Umenipiga? Haina noma. Haina noma. Bonalia. Yote 9-10. Umenikumbusha kitu. Udugu wangu, tafuta hapa kwenda kuswamba. Na mgeni wangu anakuja muda sio mrefu. Upo dada? Kwa hiyo unamaanisha nini kusema hivyo? Yaani namaanisha vipi? Na mgeni wangu anakuja hapa. Ana hizi sasamba. Unajua sasamba? Na tumekubaliana mpaka asubuhi. Kwa hiyo udugu wangu kwa leo, tafuta sehemu ya kwenda kulala. Tena kwa rafiki yako kula. Sawa, nitakupa ile ondoka. Mtu anaweza kufa bila kutarajia, japo kuna watu tuliowakosea, ila tuomba mtusamehe. Moyo wangu umepitia magumu sana, yarahi maisha yangu. Usiku wa manane imelala hapa. Halo. Halo. Halo, ma, toba. Usiogope, sawa? Mimi ndo handsome. Handsome wa mtaa wote huu. Au sio? Jicho zuri, mtoto. Mzima. Usiogope bwana, sawa? Usione hivi. Nimechafuka. Nilikuwa na mashindano huko na Kambale. Tunashindishana kupiga mbizi, kuogelea. Wamenishinda. Nimekosa point. Nikarudishwa nyumbani. Ndio nakuona umelala hapa. Vipi wamefunga? Mbona usemi wamefunga? Ayo maneno sasa. Basikia, tuachane nao mambo. I love you. I love you Budi. Nimekupenda mama. Sawa? Kwani bubu? Sasa sikia. Kama mfunga mlango, haja kukomoa. Mfadhili nimetokea. Sawa? Mzee wa msaada kwenye mtaa huu. Tuanze tu ghetto, ukalale. Moyo wangu umepitia Usiku wa manane. Isa toto leo. Hana dakika. Umelala hapa, utabakwa. Twende ghetto. Twende ghetto. Twende ghetto. Wewe mama, toka. Wewe. Halo. Wewe. ungekuwa mimi ungeweza.
itakuwa sawa. Michu naonekana kakituko, nashukuru na kuona kesho. Tabasamu limepotea usoni, wapo walobadili majina, adhabu motoni. Wewe ungekuwa mimi ungewezaje? Ungekuwa mimi ungefanyaje? Ndio umefanya vibaya. Sishangai ukinita malaya. Hiyo simu nimekupa kwa ajili ya mawasiliano ya mimi na wewe. Kama utakuwa na changamoto yoyote, utanipigia simu kunijuza. Ina maana bado hajarudi. Sasa mimi nitaenda wapi? Simu kinalia wapi? Hiki simu cha nani ambacho kinataka mauzo mjini? Bwela. Mtume simama. Sasa simu yangu anafanya nini huko ndani kwetu? Muuliza leo ndugu yangu. Shoga yangu. Mbona nao? Sasa shoga yangu nini nyooka kisimu cha Mbwela kinafanya nini? Hiyo simu ya shemeji yake Mbwela. Mbwela sio alimleta na shemeji yake. Kwa ajili ya kumpa hifadhi. Sasa alipoondoka mimi nikaingia tamani kamaona mtoto anafaa nikamuuza. Itakuwa ile siku ile alivyokimbia ndo kasahau simu. Kwa hiyo mama wewe unataka kuniambia kuwa yule binti aliyeletwa hapa ile siku na Mbwela nyinyi mmempeleka kumuuza? Wewe acha tu. Mbwela kama namuona. Alafu huyo mtu mnemzungumzia sijui aliletwa na Mbwela ni nani haswa? Yaani ni nani yake Mbwela, ni shemeji kivipi yani? Michu nadhani unamfahamu. Mdogo wake ndio mwenye simu hii. Mbwela alimleta. Kumleta mondani mimi nikasema hivyo tu biashara ishafika hii. Ndafanya nini wakati tulikuwa tunadaiwa hela kodi. Kwa hiyo nilichofanya mimi nikamuuza. Na hisi ile siku alokimbia nilomuuza ile ndio kaisahau hii simu. Sasa Mbwela anapiga hata sasa utamwambia nini? Yaani wewe unalo ngumu wewe. Wewe Mbwela siku ile amekuja hapa ametukabidhi ule mtoto. Afu wewe kwani una shida gani lakini? Yaani mimi kuondoka tu ndani mara moja, tayari mtoto wako ushamfanya biashara. Mbona sasa tusisitiza wewe? Tusimfanyishe hizo biashara, yule bado mdogo. Mbwela watu walikuwa wanatugaidi matumizi ndugu yangu. Tulikuwa tunakula hadi hela zake. Kwa hiyo mimi ile wewe ndo nalombaya. Ili hali hela tulikula wote na zilitusaidia tukalipia ili yetu. Sikuwepo. Jamani, mbona makelele yanazidi? Hebu niambie kitu. Kwanza Michu mwenyewe malaya. Inawezekana hata mdogo wake mwenyewe malaya vile vile. Inawezekana kama amekimbia kwa sababu zake maalum. Mnakaa mnajiveka mitiko sijui kakimbia, sijui kafanyaje, sijui. Jamani, huyo naye Mbwela kujua kama hili ni damu. Yaani mwanamke yoyote anayekaumwa akubali akatae, atauzwa. Nani atanisaidia kwa sasa? Huko nikotoka nako majanga kibao. Hivi ule mtu atakuwa mzima kweli? Tabasamu limepotea usoni, wapo walobadili majina, adhabu moto. Na mshangao yule alifanya kunichamba sasa hizi. Afa ifanya una mdomo mtoto wewe na kuangalia tu. Yaani wewe una kabisa utu wewe mdada una utu. Unanichambaga mimi hapa na roho ngumu lakini wewe umezidi. Lakini kitu kimoja. Likija defender mimi sipo. Sipo. Siogope lakini sipo. Sijui. Kilo cha watu bika unakaa na.
Jamani, ni nini hiki jamani kimekuja humu ndani kwetu? We mtoto, umefuata nini huku chumbani kwetu? Kwanza wewe mtoto mtu mzima. Na umefuata nini kwenye chumba chetu? Ningekuwa mtoto nisingefika hapa. Hebu subiri kwanza. Au fundi kwanza tuna bomba. Fundi umeme. Atakuwa fundi umeme. Baba, nani kakwambia mkwetu umeme umeharibika? Baba, nani kakwambia kwetu tuna shida umeme labda uje kutengeneza? Ipo kama nadikuza. Au amefuata vitu vyetu, lakini mimi sota mambo yangu jamani mwenyewe. Okay, sawa, tumsikilize. Haya, tunakusikiliza. Mnamaliza. Nyinyi mpo hapa kwa ajili ya hela au mnakuja kuuliza maswali ya watu? Baba wenzangu, mimi sio mwanangu kabisa. Wewe unasema kwamba sio vitu vyako. Mimi tena. Msimamo kwanza kuangalia. Sikia. Kikubwa hela ndugu yangu. Naomba usimame uende. Kashasema yeye mambo sasa hapa yako. Upendo unaanzia ndani ni upofuata vitendo. Nakaa kituko, nashukuru na moyo na kesho. Tabasamu limepotea usoni, wapo walobadili majina, adhabu motoni. Wewe ungekuwa mimi ungewezaje? Wewe ungekuwa mimi ungefanyaje? Maisha ndiyo nimefanya vibaya. Sishangai ukinita malaya. Ila unaamini nitakuwa sawa.